vitendo vya namna hii. Morning Express. Sawa, kwingineko mahakama kuu kanda ya Moshi bwana imemhukumu Erasto Morel mwenye miaka 35 adhabu ya kunyongwa hadi kufa baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya Josephina Dismas. Sasa hukumu hiyo bwana ilisomwa Machi 10 mwaka 2025 na Jaji Adriani Kilimi wa mahakama kuu kanda ya Moshi, ambaye alisema ushahidi wa kimazingira na sampuli ambazo ziliwasilishwa pale mahakamani zilionyesha bila shaka kuwa mshtakiwa wa kwanza Erasto Morel alihusika moja kwa moja na mauaji ya Josephina aliyekuwa akiishi naye kama mke na mume. Ndio yule bwana mke wake. Sasa tusikia yule ambaye amehukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la kumuua mkewe. Ndoa alikuwa anaishi naye, sikatokea la kutokea. Tende kushukuru jopo la mawakili wa serikali ambao tulikuwa tumeambatana katika kuendesha shauri hili, tukiwa mimi mwenyewe Kambarage Samson, Grace Kabu pamoja na Frankie Onyeno. Kwa hiyo tunashukuru mahakama imeweza kutenda haki, na ndicho tulikuwa tunataka mahakama itende haki, kwa sababu kulingana na ushahidi ambao tulikuwa tumekusanya ulikuwa unathibitisha kwamba mshtakiwa kama hivyo hukumiwa hivyo ndio. Kwa kosa la kuua kwa kukusudia, huwa adhabu haina mbadala zaidi ya aliyohukumiwa hivyo kunyongwa mpaka kufa. Huwa hakuna mbadala kama mahakama ilivyosema mahakamani. Mimi nimefurahi sana tukio ambalo toka kuhukumiwa kifungo cha kunyongwa. Nimefurahia sana kwa kweli. Sababu? Kwa sababu kitu alichofanya sio cha halali, ili hata mwingine apate fundisho kupitia hicho. Tukio kama haya yanakuwa magumu ya kuachia wazazi mizigo. Achotakiwa ni watu wapate fundisho kwa hilo. Morning Express. Haya bana, amesikika wakili hapo na moja ya ndugu kuhusiana na adhabu hiyo ambayo imetolewa baada ya shauri kuweza kumalizika sasa mahakamani na adhabu kutolewa.